Ni kubwa kwa wananchi, mwendelezo ni ule ule. Wembe wao nakata huku na huku, wamerejea na moto kweli kweli. Niko na mzee Kipepeo. Mara mwisho tulikutana hapa wakiwa wamefanya tathmini, na hii leo tumeona siku ya hapo jana wameshinda bao 3-0. Mfupa ambao ameushindwa Azam FC na Simba Sports Club, Young Africans ameutafuna. Kulikoni kwanza kwenye viunga vya Jangwani? Mzee Kipepeo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mfupa aliyoushindwa Simba na Azam FC umekuwa ni rahisi kwa upande wako. Nini siri ya ushindi wa siku ya hapo jana? Ukali wa meno tu, kwa sababu mfupa kama utakuwa na meno yaliyokuwa butu huwezi kutafuna. Ukiwa na maana gani? Nikiwa na maana kwamba uwezo wa kucheza mpira wanao Yanga katika nchi ya Tanzania hakuna mwingine atakayempita. Hakuna atakayemweza Yanga, na hilo linafahamika kwa sababu katika hao wote uliowataja kati ya Azam na Simba ni wateja tu kwa Yanga. Kwa hiyo hilo linafahamika. Sasa usije ukaona ajabu wakati Pamba anachukua goli 3 ukaanza kukompea na Simba na Yanga. Yanga ni timu nyingine. Lakini wanasema kumekuwa kuna hizi ambazo zinachukua nafasi kubwa mara baada ya ushindi wa bao 3-0. Watu wamekwenda mbali na kusema ya kwamba kwa nini Pamba anapokutana na Yanga atoi ile quality ya ushindani kama anaoitoa akikutana na Azam na Simba. Ni kama anakamia zaidi anapokutana na hawa. Ndio inakuja ile kauli ya kusema kwamba Yanga Pamba ni tawi la Young Africans. Hili limekaaje mzee wangu? Baada ya kukosa la kusema, hawana budi waangukie hayo wanayoyasema, kwa sababu Yanga ni timu ambayo inayojulikana, na kwa mtu anayejua mpira yeyote yule aliyouangalia mpira wa jana hawezi kuthubutu kusema kwamba eti ni tawi la Yanga kutokana na Pamba jinsi alivyocheza. Pamba aliingia kwa nguvu zote, kwa uwezo wake wote, lakini amezidiwa akafungwa. Sasa kwa kukosa la kusema baada ya wao kutoka nao draw bila ya kuweza kupata matokeo, basi hawana budi waseme hivyo, kwa sababu unajua wahenga wamesema anayekuchukia basi atakujaribu hata kutembea. Kwa hiyo hii si kitu, na akutukanaye hakuchaguli tusi. Kukaa na kusema kwamba kumpa maua yake Yanga, wakasema kwamba Yanga kweli mpira uko juu zaidi yetu, na ndio maana akapata ushindi kama ule. Hiyo wanaona kwao ni haramu, lakini na wabakie kusema wanayoyasema. Bado Yanga atabakia kufunga. Kama itakuwa Pamba ni tawi la Yanga, na Simba anapofungwa na Yanga inakuwa tawi la nani? Hayo ni maneno tu ya kukosa kusema. Kama itakuwa Pamba tawi la Yanga kwa kufungwa Pamba goli 3, na Simba anapofungwa na Yanga goli 5 anakuwa tawi la nani? Mbona hapo hawataki kutuambia? Basi kama hivyo ndivyo, kufungwa ndio dalili ya kuonyesha kwamba ni tawi, basi hata Simba litakuwa tawi la Yanga, na ndio maana tunawapiga kila wanapoingia uwanjani. Lakini kama itakuwa sio tawi, wajue kwamba mpira umezidi na Pamba walizidiwa kama wanavyozidiwa wao, wanapigwa goli 5. Wanasema kwamba quality wanaoitoa Pamba dhidi yenu na wanaoitoa Pamba wanapokutana nao ni tofauti. Kama kuna maelekezo fulani ambayo yanafanyika kwamba ukikutana na mnyama kazeni, unapokutana na wananchi wanalegeza kamba, hawaoni ile quality. Ndio wao wanavyouliza. Quality inaonekana uwanjani na kucheza. Pamba wameonesha mpira, wamecheza, wamefika golini, wameshambulia, lakini bahati haikuwa yao. 2, beki ya Yanga ni imara. 3, katikati midfield inajua namna gani ya kuziwia mipira, na forward inaweza kushambulia na kuscore magoli, na ndio maana ikawa tumeweza kupata ushindi tulioupata. Sasa wao vitu kama hivyo hawana, ndio maana na sababu wanasema kwamba hao tawi lao lile Yanga. Sasa kama itakuwa tawi la Yanga, timu iliyopita tumecheza nao Prison, nalo tawi la Yanga, basi kama itakuwa hivyo tawi la Yanga yote yatakuwa matawi ya Yanga. Moja katika mchambuzi mmoja hapa nchini Tanzania kwa jina la Mhifadhi ameandika ya kwamba Pamba tangu ipande daraja haijawahi kuscore goli hata moja dhidi ya Yanga. Si tu kushinda wala kuonesha hiyo quality, lakini hata kuscore goli moja dhidi ya Yanga
haijawahi kutokea, lakini wanapokutana na mnyama mambo yanakuwa magumu kweli kweli. Simba ameifunga sana timu ya Singida na haijapata kushinda Singida kwa Simba hata siku moja. Sasa kama watakuwa wanasema maneno hayo wanayoyasema, je, tuseme na wale Singida ni tawi la Yanga la Simba? Hayo yanakuwa hayadi, kwa sababu ile inatokana na uwezo tu, uwezo wa Simba kwa Singida. Simba ni uwezo wake mkubwa zaidi, kama unavyoona uwezo wa Yanga kwa Pamba. Yanga uwezo wake ni mkubwa sana. Sasa wasichukulie kila atakayefungwa basi inakuwa tawi, itakuwa wanafanya makosa katika hayo. Turudi kwenye pitch. Yanga jana walikuwa bora wapi zaidi, na mpinzani wapi alikuwa dhaifu kupelekea ninyi kupata ushindi wa mabao 3-0? Yanga tukianzia mabeki walikuwa wazuri, midfield ilikuwa mzuri, forward ilikuwa mzuri, hakukuwa na sehemu hata moja ambayo ilikuwa na mapungufu au kuacha mapengo ya ajabu, isipokuwa Pamba kadhalika walikuwa wazuri, lakini walizidiwa tu, tena walizidiwa sehemu zile za katikati, kwa kuwa wa midfield ya Yanga ilikuwa ina block, hawakuwapa njia, lakini Pamba kaonyesha, na walipokuwa wamejaribu kupitia katikati kwao ikawa kugumu, wakawa wanajaribu kuforce pembeni, lakini hata hivyo mambo kwao yalikuwa magumu, ikawa bahati si hao, hawakuweza kupata kitu kutokana na kuzidiwa. Mzee Kipepeo, tukiangalia jana ushindi wa mabao 3, Mudathir Yahya Abbas kiwango bora kabisa, akiweka mabao 2 na Maxim pia Nzengeli akifunga magoli 2. Tuzungumzie magoli ya Mudathir Yahya Abbas jinsi ambavyo yamefungwa, lakini vile vile Starboy Alan Okello akiwa mpishi hat-trick assist, akiweka hat-trick 3 katika mchezo huo, akimtengenezea Mudathir 2 na Maxim pia Nzengeli 1. Tuzungumzie hapo. Nadhani nitakuwa narudia tu, nilisema kwamba yule mtoto mpira anajua. Na watu walianza kumkatia tamaa na kumsema vibaya Okello, kusema kwamba mchezaji wa kawaida, hana lolote, si chochote. Lakini ugeni nao huwa unaathiri, na huwezi ukawa mjanja sehemu ukiwa mgeni. Yule alipokuja ilikuwa bado hajaijua vizuri Tanzania, hajawajua wachezaji wenzake, hawajakaa pamoja wakacheza, lazima aonyeshe mapungufu. Sasa anaanza kuwazoea, hali yake ile ambayo tulioizoea Okello ndo ile inarudi. Na Okello, kama mimi ingekuwa ndo mtu wa kumpa uchezaji bora jana, ningempa Okello, kwa sababu alikaa vizuri sana, na halafu alikaa katika namba yake anayocheza siku zote na aliyoizoea. Namba 10 Okello ndo namba yake, lakini kwenda pembeni ni kitu ambacho wanacholazimisha tu. Ikiwezekana kwa ushauri kwa mwalimu, Okello zidi kumpa namba 10 ili aweze kutufurahisha. Okello mchezaji tena wa matumaini. Atatuzika. Jana mnashinda bao 3-0. Mnazidi kujikita kileleni mwa msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mtani wako leo anacheza, lakini ukiachana na mchezo wa mtani wako, unazionaje mbio za ubingwa hasa kwenu ninyi Yanga Afrika mpaka hivi sasa? Toka kwanza, sio sasa. Toka tulipoanza tukuingia kwenye ligi, sababu nia na uwezo wetu wote tunaumalizia viwanjani kutokana na kutafuta ubingwa, na inshallah ubingwa tutaupata. Tumaini la nafsi zetu, akili zetu na nguvu zetu, umoja tuliokuwa nao, tunachotarajia ni kupata ubingwa, na uwezo huo upo na Mungu inshallah atatusaidia. Naam. Mzee Kipepeo, mtani anacheza mchezo wake zidi ya TRA United. Unazungumziaje mchezo huu kwa haraka? Kabla
ya kuangalia mchezo wa mtani kesho leo. Kwanza nataka nimpe sifa kwa yule refa aliyochezesha jana. Amejitahidi kubalance mpira aliyochezesha haukuwa na maelekezo. Mpira aliyocheza haukuwa na maagizo. Mpira aliyochezesha ni mpira wa ufundi na wa elimu, kutokana na elimu yake aliyosoma. Katafsiri vizuri sheria 7. Sina maana kumsifia na kumweleza huyu refa eti kwa sababu Yanga akapata magoli matatu. La, namsifia kutokana na uchezeshaji aliochezesha ni mzuri. Hata kama angefunga Pamba kwa mpira ule aliochezesha jana, refa ningemsifia. Salamu kwa watani wako dhidi ya ushindi wa jana, hasa kuelekea katika mbio za ubingwa, unamwambia nini? Nasema kwamba Simba mpira anacheza, lakini mpira hajui. Manake kuna kucheza na kujua. Kucheza, hata mimi kama ukinipeleka uwanjani, na kwani kucheza si kukimbia na kupiga tu mpira. Lakini kujua ndo kwenye matatizo, kwamba hapa nilipo nimpe nani, na yule nitakayempa afanye nini, na akitoka pale atafikia wapi, na akifika pale atamaliziaje. Huo ndo ufundi. Sasa Simba bado hajawa nao. Kwa ushauri wa bure, wajitahidi sana kujifundisha mpira, sio kupiga mpira. Wajitahidi kujifundisha mpira, na ikiwezekana wakati Yanga anapocheza wao wakae chini kumwangalia kwa makini sana anafanya nini, alafu waangalie katika hali ya kujifunza, sio katika hali ya upinzani. Sasa leo watakuwa na malalamiko mengi Simba, maana sasa hivi Simba wao ni mababa wa kulalamika. Refa sio mzuri, mababa wa kulalamika. TFF si mzuri. Sasa wanaikimbia mpaka TFF wanaishambulia sasa. Mababa wa kulalamika, mchezaji huyu sio raia wa Tanzania. Yaani wanakwenda kwa kutapatapa wapi watakapopatia. Lengo na madhumuni labda Okelo sijui yule Damaro, inawezekana ikathibitika kwamba yeye sio raia wa Tanzania, basi wapate pointi za bure. Yaani wanalilia pointi za bure badala ya kuzitokea jasho. Aibu wanayoifanya ni aibu kubwa. Una lipi la kumaliza na kuambia mashabiki na wanachama wa Young Africans? Wanachama, wapenzi, na wazee wa Young Africa, bado kauli mbiu yangu ni ile ile ya umoja. Kauli mbiu yangu ile ile ya mshikamano. Kauli yangu ile ile ya mapatano, kuwa pamoja, kuangalia tulikotoka na hapa tulipo na tunakokwenda. Nguvu, juhudi, akili zetu zichegame katika ushindi na hatima yake kupata ubingwa. Bila ya shaka, kadiri tunavyomuomba Mwenyezi Mungu ndivyo anavyofurahi, kwa sababu Mwenyezi Mungu anafurahia sana kuombwa. Basi tumuombe atupe nguvu, atupe imani ya mshikamano, umoja, pamoja na ushindi, kadhalika tukihitimisha na ubingwa insha Allah kwa uwezo wake. Shukrani sana. Asante sana.